nyimbo zao zilikuwa zikianza hapa, zimeenda mpaka pale, zimeisha, inapigwa simbo. Kwa kulikuwa na wengine 4,000 waliomsifu Mungu kwa vinanda, sio vocalist. Tuombe. Mungu wetu mwema unayetupenda, tunakuomba uzungumze nasi na kila mmoja wetu kwa namna yake anayeweza kukusikia na kukuelewa, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Okay. Somo letu la leo linasema from P to the P. Hiyo ndio nimelipa title. Kidogo? Okay, sawa. From P to the P. Okay. Na anaweza kugesi hizo P ni nini? Na zawadi hapo. From P to the P. Past to present. Bado. Okay. From past to present. That sounds very nice. Yani hata I wish kama ingekuwa ndio hivi. I wish kama ingekuwa hivi kwa kweli, honestly. Tari? Okay, From point to the people. Tuna watu wa mashairi. Imekaa poetic way. Oh, sorry. Najua mjaona. Umeona nini? Okay. From Psalms to the people, okay? Why from Psalms to the people? Kwa sababu hii. From P to the P, from Psalms to the people. Psalms ni kitabu cha Zaburi, kwa Kiingereza kinaitwa Psalms. Kwa hiyo kutoka kwa Zaburi hadi kwa watu. Ila nimeonyesha hapo Kiswahili hapo mbele kidogo. Asante kwa kunikumbusha. Kwa nini from Psalms to the people? Kwa sababu neno Psalms kwa Kiebrania linatamkwa kama Tehillim, sawa? Ambao chanzo chake kimetokana na neno halal, likiwa linamaanisha kusifu, to praise, to shine. Kwa hivyo Tehillim itakuwa inamaanisha sifa au wimbo wa sifa. Sawa jamani? Song of praise. Lakini kwa Kigiriki ile neno Psalms ina maana tofauti nyingine. Ile inaitwa Kiswahili tu kwa mmoja anasema kwa Kigiriki, tafsiri kwa Kigiriki ni wimbo unaoimbwa kwa kutumia chombo kilichotengenezwa na nyuzi. Sawa? Tunajua Daudi alikuwa mtengeneza vyombo vya muziki na vilikuwa vya nyuzi, sawa? Kwa Wagiriki walitafsiri na kutemu hivyo kwamba ni wimbo unaoimbwa kwa kutumia chombo kilichotengenezwa na nini? Na nyuzi. Lakini Kiebrania ni sifa, ni nyimbo za sifa. Ambapo tunajua hizi nyimbo moja kwa moja zilikuwa zinamwelekea Mungu. Kwa hiyo Kiswahili tutasema kutoka kuwa sifa kwa Mungu hadi kuwa burudani kwa watu. Sasa huku nimelinyambua zaidi. Sawa jamani? So leo it will be more historical. Tutaangalia historical background ya muziki tangia nyakati hizo, zikaja, afu tutakaribia wakati wetu kidogo, afu tutaishia hapa kabla hatujafika kwetu. Sawa? Kwa hiyo mimi napenda historia. Kwa hiyo muombe Mungu akusaidie uwe interested pia ili usipitwe. Okay. Leo tunaanza na quotation kutoka kwenye kitabu cha Education, ama ni elimu ya kweli au sio hiyo? Ndio, Education, elimu ya kweli, ukurasa wa 39. Sasa hiki kitabu hii kurasa inazungumzia namna ambavyo Waisraeli walizitumia nyimbo. Sawa jamani? Kwa hiyo wale wanaosoma Kiingereza watasoma moja kwa moja, mimi nitaenda tu Kiswahili. Inasema hivi: watu waliposafiri jangwani, masomo ya pekee, zile lessons tunasema, au mafunzo, yalihifadhiwa katika akili zao kwa njia ya nyimbo. Hivi si mnajua paka Israeli wanaondoka Misri walikuwa hawana Biblia? Si mnafahamu zilianza kuandikwa jangwani?
Kwa hiyo walikuwa hawana sehemu ya kurifaa, ila walikuwa wanajua tu Mungu alituambiaga atakuja atatutoa utumwani. Hawana Biblia, hawana lesoni, hawana somo la nchi za mbali wala kanuni ya kanisa. Okay? Kwa hiyo walitumia nyimbo yale mambo ambayo Mungu alikuwa anawatendea. Kwa hivyo hii ndio sababu, zipo sababu nyingi namna walivyozitumia nyimbo, lakini hii nimechukua chache. Hii ni mojawapo. Na hii inathibitishwa na Biblia kwenye kitabu cha Kutoka 15 mstari wa 21 ambacho kinasema kwamba Miriam akawaitikia, mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa wapi? Baharini. Hawakuwa na kamera za kurekodi, simu za kupiga picha. The only way ya kuwafanya wakumbuke hayo mambo ilikuwa ni nyimbo. Haleluya. Okay. Lakini jambo la pili, ilikuwa ni sehemu ya mtaala wa elimu ya Kiebrania. Kitabu hicho cha Education, elimu ya kweli, ukurasa wa 37 wa Kiingereza, kinasema hivi: somo kuu katika shule hizi, nimechukua tu hiyo sehemu inayogusia ile eneo, lakini ukisoma hiyo sura yote inaelezea, of course kila familia ya Mwebrania ilikuwa ni shule. Somo kuu katika shule hizi, ndio maana imetumia these schools. Sawa? Ilikuwa ni sheria ya Mungu. Jambo la kwanza, sheria ya Mungu. Lakini pamoja na maelekezo yaliyotolewa na Musa, hiyo ilikuwa ni jambo la pili. Historia takatifu, muziki mtakatifu na ushairi. Tuko pamoja? Kwa hiyo, yani huu ndio ulikuwa mtaala wa Waebrania. Somo kuu, sheria ya Mungu. Amri 10. Yani hiyo ni somo kuu. Jambo la pili, maelekezo ya Musa. Yani yuko kwenye mtaala. Jambo la tatu, historia takatifu. Sivyo? Jambo la 4 ni muziki namna gani? Mtakatifu na ushauri. Kwa muziki ulikuwa ni sehemu ya mtaala wa elimu ya Kiebrania. Na hii inathibitishwa na Biblia kwenye Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 6 mpaka 7 ambayo linasema kwamba na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako. Kwa nini? Kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na ufanye nini? Na uondokapo. Kwa hiyo muziki ulikuwa ni sehemu ya mtaala wa elimu ili kuwafundisha hawa watoto sheria ya Mungu. Okay. Sasa wakati huo, pamoja na kuwa muziki ulikuwa unafundishwa, ila katika huduma za hekaluni kulikuwa na kundi maalum la watu lililochaguliwa kutoa huduma hizo, ambao tunawafahamu ni watu gani? Walawi. Sio? Walawi sio wachungaji pekee, walikuwepo na waimbaji. Sawa? Kwa hiyo aliyekuwa mwimbaji alikuwa Mlawi, aliyekuwa kuhani alikuwa Mlawi, aliyekuwa anafagia hekaluni alikuwa Mlawi, aliyekuwa bawabu alikuwa Mlawi. Kwa hiyo tukizungumzia Walawi, usiweke kundi moja tu la wachungaji au makuhani. Sawa? Walawi wote Mungu aliwatenga kutumika hekaluni. Kwa hivyo wengine walikuwa makuhani, lakini wengine walikuwa waimbaji. Sasa kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza 16 mstari wa 4 hadi wa 6, Biblia inasema hivi: akawaagiza baadhi ya Walawi kwamba watumike mbele ya sanduku na nini? La Bwana, wamfanyie ukumbusho na shukrani na sifa Bwana Mungu wa Israeli. Alafu anaanza kutoa maelekezo sasa. Sasa hapa ndio hadithi yetu inapoanzia. Amen? Okay. Asafu mkuu wao na wapili wake Zekaria na Yaieli na Shemiramothi na Yaieli na Matithia na Eliabu. Eliabu yuko wapi? Tuna Eliabu hapa shuleni. Alafu na Benaya na Obediedomu na Yaieli. Sasa to pay attention. Taarifa zinazoendelea chini
zinaeleza aina ya vyombo vya muziki walivyokuwa wanavitumia. Amen. Anasema hivi, na Yaiyeli wenye nini? Vinanda. Kwenye Kiingereza imeandikwaje? Anayeweza kusoma hiyo atusaidie. Sataris. Au hiyo ya mbele inasomwaje? Lyres. Okay. Twende hivyo hivyo. Sawa? Yeah. Hauhitaji kujua kuisoma ili uokolewe. Okay. Kwa hiyo jambo la kwanza tushike, tuna nini? Tuna vinanda. Of course, sio vinanda kama tunavyovidhani sisi, lakini tafsiri iliandika kinanda. Halafu na nini kingine? Na vinubi. Kiingereza vinaitwa harps. Naye Asafu mwenye kupiga nini? Matoazi. Hizi tunaita cymbals. Sawa? Yale matoazi kufanya shwa. Ndio. Shuleni tulikuwa tuna mtu mmoja anashika tu vimasaani yale. Sawa? Hayo. Nao makuhani Benaya na Yahazieli wenye nini? Baragumu. Baragumu hizi ni trumpet. Tuko pamoja? Daima mbele ya sanduku la agano la Mungu. Kwa hiyo hivi ni vyombo vya muziki ambavyo vimeainishwa vitatumika na Walawi kwa ajili ya shukrani na sifa kwa Bwana. Tuko pamoja? Hebu tuviangalie hivi vifaa. Aya. Hicho cha kwanza ambacho sisi tumekiita kinanda kilikuwa kina muonekano kama huo. Wote tunaona vizuri? Haya. Harps vinubi ndio hivi hapo chini viwili vinavyofanana hivi. Cymbals matoazi ndio hayo sasa. Tuko pamoja? Trumpet ndio baragumu. Sawa? Sasa hivi navyo kupigwa kwake kulikuwa kuna maana. Yaani walikuwa Israeli hawaimbi kwamba wanahesabiana 1, 2, 3, kila mtu anajiandaa, mwenye matoazi, mwenye kinubi, mwenye trumpet, 1, 2, go, pa! Haikuwa hivyo. Na hii baragumu hii ilikuwa inatumika kwenye maeneo au matukio maalum. Moja, wakati wa vita. Sawa? 2, wakati wa mwito, kwa ajili ya mwito wa ibada. Tunasema a call to worship. Kwa hiyo wakati wa vita kulikuwa na baragumu inayopigwa kuashiria tuko vitani. Tumevamiwa ama vita imepamba moto. Na kuna namna baragumu ilikuwa ikipigwa, tunajua jamani tumeshinda vita. Sawa? Na kuna aina nyingine ya baragumu ilikuwa ikipigwa, unajua huu ni mwito wa ibada. Namna matoazi yalivyokuwa yanatumika yalikuwa yatumiki kama ambavyo tunaweza tukafikiri sasa hivi kwamba chwa chwa chwa. Yalikuwa yatumiki hivyo. Sawa? Yalivyokuwa yanatumika ilikuwa ni kila anapoenda kumaliza kumaliza wimbo mmoja kuingia wimbo mwingine, ndio yanapigwa kama kuashiria nao tumemaliza shwa, tunaanza wimbo mwingine. Halafu nyimbo zao zilikuwa hazina repetition. Yaani zilikuwa hazina beti la kwanza mara 2, chorus mara 2. Beti la pili mara 2, chorus mara 2. Halafu mwishoni chorus mara 3. Au kwa sababu huku mwishoni hivyo umechangamka sana, tuweke hata chorus 5 tupate na kamda kaku machi. Sawa jamani, haikuwa hivyo. Nyimbo zao zilikuwa zikianza hapa, zimeenda mpaka pale, zimeisha. Inapigwa simbo, shwa. Wanachukua wimbo mwingine, wanaanza hapa, wanarudi. Lakini walikuwa wakiimba katika sauti moja. Tuko pamoja? Tuendelee mbele kidogo. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 23 mstari wa 5. Biblia inasema hivi: na 4,000 walikuwa mabawabu. Jamani, hivi tuko pamoja? Wangapi? 4,000 walikuwa mabawabu. Hao ni makaribishaji. Kwa sababu wamekuja kwenye Sabato, aise karibu sana. Wamejipanga hivi wako 4,000. Kwa hiyo kwa sababu unajua Israeli walikuwa wanasafiri jangwani watu almost 2 milioni, si ndio?
Kwa hiyo kama watu 4,000 ni mabawabu, mpaka unaweza ukasema walikuwa wanazidiwa. Si ndio? Na unajua wakati wa Waebrania walikuwa wanahesabu wanaume tu. Sawa? Kwa hiyo ukisikia mabawabu walikuwa 4,000 usishangae, inakuwaje? Ni sahihi. Huenda pia walikuwa wanazidiwa. Kwa hiyo mabawabu walikuwa 4,000. Alafu anasema hivi, na 4,000 walimsifu Bwana kwa vinanda nilivyovifanya, alisema Daudi, vya kumsifia. Kwa hiyo kulikuwa na wengine 4,000 waliomsifu Mungu kwa vinanda, sio vocalist. Hawa ni wapiga vinanda. Tuko pamoja? Yaani 4,000 tu walikuwa wapiga vinanda. Yaani hatujaleta waimbaji na waimbishaji, makorista na makoristi au okay, so hizi ni details ambazo Biblia inatupatia tuweze kujenga mtazamo na taswira ya kuona namna ambavyo watu walivyokuwa wakifanya. Amen. Sasa lakini pia walikuwa na masharti. Hata kama utakuwa umezaliwa ni Mlawi, so kama umezaliwa Mlawi sasa utasema tu mimi ni Mlawi nakuja kuimba kwaya. Hapana. Kwanza walikuwa wanafanya training ya miaka 7. Yaani miaka saba mko training, mnajifunza kuimba. Ukisha qualify ndio unaingizwa kwenye kwaya. Aidha utakuwa kati ya wale 4,000 wapiga vinubi au wale wengine ambao hatuwajui waimbaji. Si ndio? 7 good years training. Na kulikuwa kuna umri maalum ambao unachukuliwa kwenda kufanya. Lakini sisi siku hizi, mimi nikifikiria hapa kwa nini kwa tunatengeneza ka poster natuma kwenye WhatsApp group. Kikundi kipya. Tunataka waimbaji. Vigezo. Ambaye kuziona hizo. So mtaona namna ambavyo hawa watu walikuwa anatazama hii huduma. Na niongezee tena, kama kuna mtu pengine hakuelewa vizuri jana, music is a holy thing, okay? But it's not the only thing. Are we together? Muziki ni kitu kitakatifu, lakini sio ndio kitu pekee. Ndio maana nikasema, pray more than you do what? You sing. Kwa nini? Kwa sababu, si kwa sababu hautaimba ama haujui kuimba hautaokolewa. Lakini hauwezi kuokolewa pasipo maombi. Tuko pamoja? Okay. Sasa, naomba turudi kwenye hivi vyombo. Tusikie vilivyokuwa vina sound, vilivyokuwa vinapigwa na mambo mengine yanayofanana na hayo. Sasa hiki ndio kinanda ambacho tumekizungumza pale. Na kilikuwa kinapigwa na kutoa mlio kama huu ufuatao. Kwa hiyo hiki kilikuwa ni kinanda. Sasa kuna kingine pia ambacho hiki chenyewe alikitengeneza Daudi pia. Hiki kilikuwa ni hiki na kilikuwa kina sound hivi. Hiki kifaa kiliundwa na Daudi mwenyewe. Okay? Kwa hiyo hii hapa tunayoiona hapa ndio hii hapa. Sawa jamani? So hii hapa tunayoiona hapa kinubi ndicho hiki alichokishika huyu ndugu hapa. Sawa? Na pia anaonyesha namna kilivyokuwa kinapigwa na kitu kizuri anaimba pia. Sawa? Anaimba pia namna ambavyo nyimbo zilikuwa zinaimbwa. Ni video ambayo ni nzuri sana, mimi napenda kuiangalia kila mara. Wow. And she discovered what the scale was, and it sounds like this. Doesn't that sound Hebraic? Sounds pretty Hebrew to me. It is, and on all that Hebraic sound, it sort of comes from that Middle Eastern tonal scales. And so this is very sound, scholarly work that she did. And so now it's possible for us to
look back. It's like kind of like archaeology, but only for music. For music. Okay, Yeah, let's go. forensic, you know, going back and hearing the real tones that were there because it's in there. Now, there are other people who are doing some strange things, playing harp and playing notes. That this is not that. This is the real playing of the sound of the original scale and what King David and even Moses knew music. And So they would know this tune. So they would know this tune. If we took a time machine and went back there, this is what it would sound Okay, like. take us back there, Michael. Sasa kuna lugha anazungumza za kimuziki sana, tonal scales na nini, sawa, zisikuchanganya. Wewe sikiliza tu muziki. Ndio, ni lugha za kimuziki, namna ambavyo chords zina shift kutoka kwenye eneo moja kwenda eneo jingine. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai. And the translation works with it as well. Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai. So kitu kingine cha kupea attention ni kwamba nyimbo zote zilizokuwa zinaimbwa zilikuwa based on scripture. Yaani ukisikia Zaburi, ukisikia kitu gani, yaani hakuna mtu aliyekuwa anaamka anaanza kujitungia maneno yake. Yaani ilikuwa ni kama kosa la jinai. Yaani wewe huna maandiko. Ni sheria ya Mungu na maelekezo ya Musa, full stop. Okay? Na hizo scripture ni wanahitaji neno kwa neno. Sio unachukua neno, unaweka gap katikati, unachomeka neno lako unakuja unadakia chini. Hapana. Yaani kama ni Mwanzo moja utaanza hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi kama jinsi ilivyo. Hivyo ndivyo walivyokuwa wanafanya. You shall love the Lord your God with all your heart. You shall love the Lord your God with all your soul. You shall love the Lord your God with all your strength. You shall love the Lord your God with all your mind, with all your heart. Okay. Ameanza kuchangamka, huyu tumwache kwanza. Okay. Sasa kwa bahati mbaya sana hakuna kumbukumbu ya wakati wanaimba kwenye ibada kwenye Agano la Kale, hakukuwa na hiyo teknolojia ya kurekodi ama masalia ya watu watuambie kwamba isee walikuwa wanaimba hivi, mimi niliwasikia. Lakini tunamshukuru Mungu angalau tunaweza kupata ladha ya wakati wanaimba kwenye ibada wakati wa Agano Jipya. Amina jamani. Sasa lakini pia hata Agano Jipya bado kanuni ilikuwa ni ile ile. Sauti ilikuwa moja na chombo kilipigwa kimoja. Si ndio? Sasa tunaweza kusikiliza namna ambavyo walikuwa wanaimba nyimbo za ibada, nyimbo wakati wa ibada nyakati za Agano Jipya. Mmesikia simbo imeingia shwa, ameanza alafu imepotea. Kulikuwa na nyimbo pia za kipagani, secular music ilikuwepo, na wenyewe walikuwa wanaimba hivi. Sasa hapo utagundua tofauti. Sawa? Na secular nao walikuwa wanaimba hivi. Sikia tu wanavyoanza kwanza. Enzi za Agano Jipya. Yaani ukisikia unajua yaani haina mwito wa ibada, kuna namna tu hivi na kufanya okay. Japo zilikuwa ni kama ziko similar hivi kidogo, kwa sababu ndio maarifa ya mwanadamu kwenye muziki yalikuwa hapo.
lakini still you can tell kuna tofauti. Okay? Now, nataka tuende moja kwa moja mpaka mwaka 1844. Amen? Amen. Wakati wa Great Disappointment. Wakati sasa pioneers wetu kina Ellen White, James White, William Miller wanaanza kutoa sasa ujumbe wa malaika watatu. Okay? Hasa kuna vitu vingi nimeviskip hapo katikati kwa sababu vingine vimekaa technical zaidi, sitaki kuwachanganya, kwa najaribu kupiga hatua ndefu kidogo. Sasa tunatoka hapa tunaingia mwaka 1844. Okay? Wakati sasa wa Adventist movement na ujumbe wa malaika watatu umeanza kuhubiriwa. Hawa watu ni watu wa pekee sana. Nili muda wangu. Hawa watu ni watu wa pekee sana. Sasa hawa watu baada ya Great Disappointment tunajua wengi sana walirudi nyuma, si ndio? Kwa hiyo waliobaki baada ya mafunuo na kuanza kuhubiriwa kwa ujumbe wa malaika watatu wakaanza tunaita movement. Unajua movement ni nini? Ni harakati. Sawa? Pamoja na harakati walizokuwa wanazifanya kuhusu mafundisho ya ujumbe wa malaika watatu, wakaenda paka huko 1888 haki kwa imani, wakaendelea. Walikuwa wakifanya pia movement katika muziki. Amen? Na muziki walikuwa wanaofanyaje? Walikuwa wakiufanya kwa kile wanachokiamini na kukihubiri. Tuko pamoja? Na hivyo kama ambavyo hawakuchukua mafundisho au mapokeo yote waliyopokea huko nyuma, sio? Wakayachambua, wakafuata maelekezo ya Mungu, wakaona kipi kinafaa na kipi hakifai. Walifanya vivyo hivyo kwa habari ya muziki. Sawa? Na mtu wa kwanza kufanya hiyo compilation ya muziki na kuona nyimbo gani zinafaa kutumika kanisani alikuwa ni James White. Okay? Ulikuwa ni mwaka 1849, miaka 4 baada ya kunini kukuu kunaitwa? Kukatishwa tamaa kukuu. 1849 ndipo kitabu cha kwanza cha nyimbo cha Waadventista kikatengenezwa. Na aliyefanya hiyo kazi ni James White. Amina? Lakini bado haikutosha. Yeah, of course nina nakala kidogo hapa. Yeah. So hii wameandika hymns and tunes. For those who, naomba pay attention. For those who keep what? The commandments of God and what? The faith of Jesus. Hallelujah. Hymns and tunes. Yaani hii tu cover inakuambia kwamba hawa watu, yani hizi nyimbo humu ndani. Tuko pamoja? Kwa hiyo hii tu cover inakuonyesha hali kwamba humu ndani humu. Hili ni fungu gani? Ninaosema hapa ndio penye subira ya watakatifu. Hawa wazishikao amri na imani ya Yesu. Yeremia? Okay. Kumbe tuko pamoja. Kwa hiyo walikusanya nyimbo, wakachambua nyimbo, wakatengeneza nyimbo zilizokuwa zina support movement. Tuko pamoja? Zilizokuwa zina support ujumbe waliokuwa nao. Zilizokuwa zina support kile wanachokihubiri na wanachokitarajia. Tuko pamoja? Okay. Pamoja na kuzikusanya zile, lakini bado kulikuwa na makosa. Sawa? Kwa hiyo ibidi itengeneze jopo la watu 19 ili kuzipitia tena hizo hymns. Yeah, kuna cover nyingine tena hapa ya James White. Hii imeandikwa hymns for what? For God's peculiar people. That nini? Ngoja nisogee hapa nione vizuri. Yeah. Commandments of God and the faith of who? Of Jesus. Compiled by James White. Sawa? Kwa hiyo watu wa Mungu walikuwa na
tunasema yani walikuwa wameamua kufanya muziki kwa ujumbe wa wakati walionao, si ndio? Yeah. Okay. Kuna mtu mmoja anaitwa Franklin Belden. Huyu walikuwa wanamuita jina moja maarufu, wanamuita The Sweet Sound of Israel. Yeah. Yaani huyu bwana, yeye na mke wake walikuwa ni watunzi wazuri wa nyimbo na waimbaji. Yaani walikuwa wameshafikia kiwango ambacho mchungaji akija kuhubiri wakati wa ibada kuu, wakati anahubiri ibada, wenyewe wanaandika wimbo kutokana na anachokihubiri. Akimaliza kuhubiri, wanasimama mbele kuuimba. Ya utajua kwa nini walikuwa wanamuita hilo jina waliokuwa wanamuita. Sasa sijui walikuwa wakiona karibia kumaliza wanaenda nje kufanya mazoezi, wanarudi. Au walikuwa labda wanaandika, of course labda walikuwa na zile notation, kwa wanaandika, wanachora anampa mke wake, akifika pale kila mtu anasoma, si ndio? Na moja ya nyimbo ambazo alizitunga ni wimbo namba 171 ambao tunasema imeanzishwa hukumu mbinguni. Ukizimba hizi nyimbo utajua watu kwa nini walikuwa wanaimba. Tuende kwenye somo letu la jana, sing with what? Wakati huo jumbe zilikuwa ni ujumbe wa malaika watatu, sio? Mcheni Mungu na kufanya nini? Kwa maana saa ya hukumu yake. Kwa hiyo huu wimbo unazungumzia hukumu ya nini? Ya upelelezi. Sing with understanding. Hebu tuimbe kidogo. Imeanzishwa, twende. Imeanzishwa hukumu mbinguni, tutasimama je sote, apimapo Mungu hakimu kila wazo ona tendo. Chorus. Tutasimama je sote katika siku kuu ile, dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha. Hivi unavyoimba na wewe unasikiaje? Unafikiri na utafakari nini? Beti la pili anasema wametangulia wafu kupimwa. Yaani wimbo unakuambia hawa watu walikuwa na ile deep understanding katika neno la Mungu. Tuko pamoja? Wametangulia wafu kupimwa. Kitambo ndipo wa hai watapokea neno la mwisho vitabuni mwa nani? Mwa Mungu. Huu ni muziki, yani au tuite music reform. Tuita hivyo, maana tukisema music reform watu wanafikiri labda tumeibuka juzi. Si ndio? Hawa walifanya reformation in health, reformation in music. Kila kitu walichokuwa wanakifanya kilisupport ujumbe waliokuwa nao. Sivyo? Nowadays tunaimbaje? Mnazijua nyingi, sitaki kumention sana. Mnaweza kufanya comparison. Yaani kama hii ni miaka 100 iliyopita walikuwa wanatunga nyimbo za namna hii kwa kujua wakati wa mwisho walionao. Leo sisi tunawezaje kuimba na kufurahi na kupiga marching? Okay? Let's go to another person. Hawa ni our pioneers. Kuna huyu binti anaitwa Annie Smith. Annie Smith huyu ni mshairi na ni mtunzi wa nyimbo. Kwanza hakuzaliwa Mwadventista. Ana kaka yake ambaye anaitwa Uriah Smith. Uriah Smith alikuwa nani? Ni mwandishi kanisani. Yaani ukitaja Uriah Smith alikuwa anaitwa the world's church elder. Yaani alikuwa ni mzee wa kanisa wa dunia nzima wa Sabato. Yaani ukisikia mzee wa kanisa wa dunia nzima wa Sabato ndio Uriah Smith. Yaani ukisikia kuna fundisho imeleta utata duniani, wanasubiri ngoja tusikie Uriah ataandika nini. Na yeye pia hakuwa Mwadventista, sivyo? Kuna historia hapa na Mungu alivyomfanya kuwa.
Sasa huyu binti pia ni moja kati ya pioneers ambayo mimi wananibariki sana. Huyu binti ameandika mashairi mengi na ana kitabu chake cha ushairi kinaitwa ngoja kiko hapa. Kinaitwa Home Here and Home in Heaven. Yaani utaona tu namna ambavyo alikuwa anafikiria wapi. Kwa hiyo ni mashairi ambayo kwa kweli yanakufanya uone tunakwenda nyumbani. Sawa? Sasa huyu ameandika wimbo How Far From Home. Namna alivyompokea Yesu labda nitaeleza kesho, lakini pia ni namna ya kipekee. Akaandika wimbo Umwendo Gani Nyumbani. Yaani ukiimba huu wimbo, yaani unasikia kabisa, yaani kweli tunaenda nyumbani, lakini bado umbali gani? Sivyo jamani? Okay. Sasa nataka tu bado slide 2. Hii ndio ya pili kutoka mwisho. Tusikie one of the oldest hymns ambazo walikuwa wanaziimba na walichokuwa wanakiimba. Natamani sana tusikilize hii. Yaani nilikuwa nasikiliza hizi nyimbo, hata jana wakati napitia ile somo la leo, yaani nilikuwa nasema ni Mungu anisirudishe miaka nyuma, yaani nikarudi huo wakati. Yaani hivi ndivyo alivyokuwa anaimba sasa kina Ellen White, kina James White. Yaani sweet, soft, politely, but the heart of the message. Namna unavyokuingia. Kwanza una sheria, alafu una ahadi. Hivi mna notes? Naomba turudie mara mwisho alafu tufunge. Yaani hii nakwambia watu walikuwa na nini? Understanding. Tupo pamoja? Unasema shika sheria ya Mungu utapokea baraka, tafsiri yake. Tunachokifanya hapa, yote tunayofanya hapa kama Adventista, this is not merely a religion but a God-inspired movement. Number 2, both the content and the manner of our singing should be in harmony with the what? Present truth. Tuko pamoja? Special mission for specific time. Those are principles. Last one, separation is essential for holiness.
Unafikiri hawa walikuwa hawezi kupiga yale madrum krrr, zile timpani walikuwa hawezi hawa? Zile cymbal pa walikuwa hawazijui? Au walikuwa wana mikono ya kupiga? Separation is essential for holiness. Bwana wabariki sana. Maswali basi mtayaandika, kesho tutaanzia tulipoishia leo. Okay. Sawa, translation. Hii sio dini tu, bali ni harakati. Tuko pamoja? Yaani sisi hapa ni wanaharakati. Au nimekaa kisiasa? Hiyo ndio ukweli. Yaani ni harakati za kiungu, yaani ni harakati ambazo zinavuviwa na Mungu. Amina, asante sana. Halafu yote maudhui na malengo ya uimbaji yanatakiwa yawe kwenye uhusiano mzuri na ukweli wa leo. Thank you so much. Vuguvugu. Halafu ni utume maalum kwa wakati maalum. Sawa? Yaani sisi hatuko hapa ili kwamba tunatunga nyimbo za harusi, unaingia unapiga hivi, kwamba kuna nyimbo za makambi, hapana, hatuko hivyo. Tuna utume maalum kwa wakati maalum. Tuko pamoja? Halafu kitu kingine, separation nini? Utengano, yaani utengano essential tunahitaji ni wa muhimu kwa ajili ya utakatifu. Sawa? Kwa sababu nuru na giza havikai pamoja. Bwana awabariki. Tusimame tuombe. Kaka Eric, naomba utupatie ombi. Baba mwema, Mungu mtakatifu ishie mbinguni. Asante kwa sababu umeona vyema tupate mtazamo mpya, mtazamo unaotoka kwako kuhusiana na muziki katika maisha yetu ya Kristo. Asante kwa mkufunzi wetu, asante kwa sisi wote ambao tunasikiliza. Patie Roho wako aweze kuyaweka mambo haya katika maisha yetu. Ongoza katika vipindi vyote vinavyofuata. Tunaomba katika jina la Yesu aliye. Amen.